Mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Karibu kwa taarifa zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Rais William Ruto apata pressure kupitia chama cha wanasheria nchini LSK ambao wameweza kulazimisha serikali yake kueleza kuhusu ukarabati wa uwanja wa ndege wa kimataifa JKIA. Hujambo na karibu, na unapoendelea kutazama taarifa zetu, kumbuka kusubscribe katika channel hii ili kupokezwa notification ya kufahamisha wakati ule tutakapokuwa tunaweka kanda mpya. Na karibu. Chama cha wanasheria nchini Kenya LSK kimeibua maswali mazito kuhusu mkataba wa zaidi ya shilingi bilioni 375 kwa upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA. Chama hicho sasa kinaitaka serikali ambayo inaongozwa na Rais William Ruto kuweka wazi maelezo yote ya mradi huo, huku kikitaka ufananuzi kuhusu jinsi zabuni ilivyotolewa na iwapo sheria zote ziliweza kufuatwa kisheria. Akizungumza katika mahojiano kwenye kituo cha redio humu nchini Spice FM, rais wa LSK Charles Kajama alisema bado kuna maswali mengi ambayo hayajajibiwa kuhusu mchakato wa utoaji wa zabuni hiyo ikilinganishwa na vile inastahili kufanywa humu nchini. Kulingana naye, umma una haki ya kufahamu jinsi mradi huo mkubwa ulivyopatikana na ikiwa wananchi walishirikishwa kikamilifu kabla ya uamuzi kufanyika rasmi. Kajama pia alitaka kufahamu iwapo mkataba huo una uhusiano wowote na mpango wa awali uliokuwa umehusishwa na kampuni ya Adani. Mpango huo uliibua mjadala mkubwa humu nchini katika taifa letu la Kenya kabla ya kupingwa mahakamani na hatimaye kusitishwa mara moja kufuatia Rais William Ruto kufutilia mbali wakati alikuwa anahutubia taifa kupitia bunge la kitaifa. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za mahakama na vyombo vya habari vya Kenya, kesi hiyo ilijikita katika masuala ya uwazi, ushindani wa haki na maslahi ya umma. Wasiwasi mwingine umeibuka kutokana na madai kwamba mfanyabiashara mmoja kutoka taifa la Zimbabwe ambaye aliweza kuripotiwa kuwa na uhusiano mkubwa wa karibu na viongozi wa juu serikalini humu nchini ana maslahi katika kampuni ana maslahi katika kampuni iliyoungana na kampuni ya China, ukipenda Uchina, inayotekeleza mradi huo. Ingawa madai hayo bado hayajathibitishwa hadharani au rasmi na serikali, yameongeza shinikizo nyingi sana la kutaka maelezo zaidi kuhusu umiliki wa kampuni zilizohusika katika mradi huo. LSK pia imehoji masharti yaliyotumika wakati wa zabuni. Kajama amesema baadhi ya vigezo vilivyowekwa vinaonekana kuwa vya kubana sana kiasi kwamba viliweza kuzuia kampuni zingine zenye uwezo kushiriki kwenye ushindani huo. Alieleza kuwa masharti yanayohitaji kampuni kuwa tayari imetekeleza mradi wa dhamani ya zaidi ya shilingi bilioni 100 nchini Kenya huenda yalipunguza idadi ya mashinani na kuathiri ushindani wa haki. Hata hivyo, LSK imekubali kuwa JKIA inahitaji maboresho makubwa kufikia sasa. Uwanja huo ndio lango kuu la anga la Kenya na moja ya viwanja muhimu zaidi katika Afrika Mashariki kulingana na takwimu za mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Kenya. JKIA hudumia mamilioni ya abiria kila mwaka na ni kitovu muhimu cha biashara, utalii na usafirishaji wa mizigo katika ukanda wa Afrika. Serikali imekuwa ikisisitiza kwa upanuzi wa uwanja huo wa kimataifa wa JKIA ni muhimu ili kuongeza uwezo wa kuhudumia abiria wengi zaidi na kuboresha ushindani wa Kenya katika sekta ya usafiri wa anga. Rais William Ruto amewahi kusema kuwa kazi ya ujenzi
zinatarajiwa kuanza mwaka huu wa 2026 chini ya mpango wa maelezo ama maendeleo kwa muda mrefu unaolenga kufanya JKIA kuwa moja ya viwanja bora zaidi barani Afrika. Wataalam sasa wa utawala bora wanasema miradi mikubwa ya miundombinu mara nyingi hukabiliwa na maswali kuhusu uwazi na matumizi ya kifedha za umma. Kulingana na ripoti za Benki ya Dunia na Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo, uwazi katika utoaji wa zabuni ni muhimu ili kuhakikisha ushindani wa haki, kupunguza hatari za ufisadi na kuongeza imani ya wananchi katika taasisi za serikali. Hadi sasa serikali bado haijatoa hadharani nakala kamili ya mkataba huo wala maelezo ya kina kuhusu jinsi mshindani wa zabuni alivyopatikana. Hali hiyo ndio imeendelea kuchochea mjadala mkubwa kuhusu mradi huo, huku wadau mbalimbali wakitaka uwajibikaji zaidi. Kwa ujumla, mjadala kuhusu upanuzi wa uwanja huo unaonyesha umuhimu wa uwazi katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya kitaifa, wakati wengi wanakubaliana kuwa uwanja huo unahitaji kuboreshwa ili kukidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye. Maswali kuhusu mchakato wa zabuni na ushirikishwaji wa umma yanaendelea kufikia sasa kuwa muhimu hadi pale serikali ya Rais William Ruto itakapoweka wazi maelezo yote ya mkataba huo. Hatua hiyo inaweza kusaidia kujenga imani ya wananchi na kuhakikisha kuwa mradi huo unatekelezwa kwa manufaa ya taifa lote. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kuwajulisha yale ambayo yamefika katika meza yetu ya habari. Lakini ikiwa unatazama na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati, na kwaheri.